Shalom, shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa TV ya Chris Power TV. Nakaribisha tena katika mwendelezo wa mafundisho katika shule yetu ya maombi inaitwa Believers School of Prayer. Mimi nimekaribisha leo, naitwa mchungaji Samuel Bebamungu kutoka kanisa ama huduma ya Valley of Life Ministry International hiyo Kigamboni, Dar es Salaam. Leo katika mwendelezo wa masomo yetu napenda kuchukua fursa hii kukuletea mafundisho ya somo la maombi katika shule hii ambayo inaitwa Shule ya Maombi ya Waamini ama Believers School of Prayer. Andiko letu ambalo linatusimamisha hapa ni Luka sura ya 11 mstari wa 1 mpaka wa 3. Pale utakutana na Yesu Kristo ambaye ndiye muasisi wa maombi. Yeye anafundisha wanafunzi wake. Biblia inasema katika Luka sura ya 11 mstari wa 1 mpaka wa 3. Biblia inasema kwamba ikawa alipokuwa mahala fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali ama kuomba kama vile Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Unaona kwamba Yesu Kristo alikuwa ni mtu wa maombi, na wanafunzi wake walipata uzoefu kutoka Yohana Mbatizaji kwamba yeye aliwafundisha wanafunzi wake namna ya kuomba. Sasa hapa wanamuuliza Yesu kwamba Bwana, tufundishe namna ya kuomba, maana waliona kwamba katika maisha yao na Yesu Kristo, Yesu alikuwa anapata neema, nguvu ya kuomba siku zote, na katika kuomba kwake alikuwa akirejea na majibu. Sasa na wao wakataka kujua siri kwamba kuna kitu kinapungua katika maisha yao ya wanafunzi. Kwa Yesu anawaambia katika mstari wa 2, akawaambia, msalipo semeni, Baba yetu aliye mbinguni. Sasa hapa ndipo palipo na msingi wa hii shule yetu ya shule ya maombi ya waamini ama Believers School of Prayer. Sasa napenda kukukaribisha katika mafundisho haya ambayo yana lengo la kukupatia ufahamu mpana wa kuhusu maombi yatakaleta mabadiliko na mgeuko wa maisha yako pande zote. Sasa leo nitazungumzia katika sehemu ya kwanza ya mafundisho yetu, leo nitazungumzia vitu viwili. Lakini mlengo mkubwa leo nitazungumzia dhana ya maombi. Maana unatakiwa kufahamu nini maana ya maombi. Pasipo kujua maana ya maombi huwezi kuomba. Pasipo kujua maana ya maombi huwezi kuthamini maombi. Kwa leo nitakuwa nikizungumzia sehemu ya kwanza kabisa ya mafundisho yetu ni nini maana ya maombi ama dhana ya maombi. Lakini kabla sijazungumzia maana kukupatia dhana ya maombi, napenda nikuambie ni nini kipo katika maombi ama ni kwa nini tunahitaji kupata elimu ya maombi. Maana Biblia inasema katika Hosea 6:4 anasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa kinachoweza kukuangamiza kama Mkristo, kama mfuasi wa Kristo, kitu cha kwanza ni kiwango chako cha kutokujua. Ujinga ni sababu kubwa ya kuangamia kwa watu wengi. Ujinga kuhusu maombi ama kutokujua nini maana ya maombi, nini kinatokea unapoomba, nini kiko kwenye kuomba, kimefanya watu wengi sana katika mwili wa Kristo washindwe kuomba ama washinde kupatia maombi uthamani ambao Mungu anategemea. Sasa sehemu ya kwanza napenda niseme kwamba kwa nini shule ya maombi? Utajiuliza maswali mpenzi mtazamaji au msikilizaji. Kwa nini tunatakiwa kufundishwa? Au wanafunzi wa Yesu Kristo wanauliza, Bwana, tufundishe sisi kuomba. Kwa nini waliuliza kuomba? Yesu anawafundisha kuomba, lakini pia anasema katika Mathayo sura 28 mstari wa 14 anasema, nendeni pia mkawafundishe wanafunzi wangu yale yote ambayo nimewafundisha na kuagiza. Moja kati ya jambo ambalo Yesu Kristo aliagiza kufundisha ni namna ya kuomba. Sasa kwa nini tunatakiwa kupata maarifa ya kuhusu kuomba? Yohana sura ya 8 mstari wa 31 na 32 Biblia inasema kwamba Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini kwamba mkikaa katika neno langu, mkikaa katika mafundisho yangu, mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa lugha nyingine, Yesu anawaambia Watanzania
Yesu anakuambia wewe unayemwamini kwamba ukikaa katika mafundisho yake kuhusu maombi, utajua kweli kuhusu maombi. Na hiyo kweli ndio itakayokuweka huru, utakupatia ushindi. Kwa nini tunahitaji kupata shule ya maombi? Namba moja, tunatakiwa kupata elimu ya maombi kwa sababu ili kujua nini kilicho katika maombi. Ama nini kinatokea unapoomba. Wengi wanatamani kuomba, wanashindwa kuomba, lakini wengine wanaomba kutimiza wajibu tu kwa sababu labda kanisani kuna kuomba, ama nyumbani kuna ratiba za maombi, ama umeambiwa tunatakiwa kuomba, lakini dhana halisi nini kinatokea unapokuwa unaomba hajui. Kwa nini unalazimika kuomba hajui? Kwa cha kwanza unatakiwa kujua dhana ya maombi, ama unatakiwa kupata maarifa ya maombi kwa sababu itakusaidia kujua maombi ni nini na nini kiko katika maombi. Kwa nini Yesu anaamuru tuombe siku zote pasipo kukoma? Alikuwa na siri gani ambayo tunataka tuipate katika maombi? Kwa unapokuwa unapata ufahamu wa maombi, itakusaidia kujua nini kitu katika maombi. Kwa sababu gani? Mawasiliano yako na Mungu yategemea maombi. Wokovu wako tegemea maombi. Ushindi wako tegemea maombi. Kwa cha kwanza, kwa nini unatakiwa kupata maarifa ya maombi? Ni kujua nini ambacho Mungu amekiweka katika maombi, ili utumie kama fursa kuleta ushindi, kuleta mabadiliko. Naona Mungu akupatia neema ya kuomba katika jina la Yesu Kristo. Cha pili, kwa nini unatakiwa kupata elimu ya maombi? Biblia inasema katika Warumi 10:17 kwamba imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Sasa unataka imani ya kuweza kuomba, unataka imani itakayofanya maombi yako kuwa na nguvu, unahitaji kuwa na elimu ya maombi. Unahitaji kupata elimu ya maombi ili uweze kujenga imani katika maombi. Nataka ufahamu kwamba kiwango chako cha maombi kitaamuliwa na kiwango chako cha ufahamu wa maombi. Imani yako katika maombi itaamuliwa na ufahamu wako katika maombi. Nguvu yako ya maombi, yani maombi yako yatakuwa na nguvu kiasi gani, itaamuliwa na kiwango chako cha maombi. Sasa imani ya maombi inakuja baada ya kuwa umepata fahamu wa maombi. Warumi 10:17 kwamba imani ya maombi itakuja ukipata mafundisho yanayohusu maombi. Jambo la tatu, kwa nini unatakiwa kupata elimu ya maombi? Cha tatu ni kwamba ili kuweza kuyapatia maombi uthamani unaopaswa. Yesu Kristo, ukimsoma vizuri historia yake hapa duniani, yeye ni zao la maombi. Ujio wa Yesu Kristo alitabiriwa, lakini unabii ulitimia kupitia maombi. Lakini Yesu Kristo anaingia maisha yake yalikuwa ni maisha ya maombi. Anaingia kwenye huduma na maombi. Anateswa katika anakiwa maombi. Mpaka wakati anafufuka ni mtu wa maombi. Sasa aliwapatia maombi uthamani mkubwa kwa sababu alijua siri ambayo kwenye maombi. Kwa hata wewe mpenzi mtazamaji, unatakiwa kujua kwa nini unatakiwa kuomba ili uyapatie maombi uthamani. Ukijua nguvu iliyo katika maombi, ukijua uthamani ulio katika maombi, utatenga muda wa kutosha kuomba. Utayapatia maombi kipaumbele. Nataka nikuambie, nafasi unayowapatia maombi katika maisha yako ndio nafasi unayompatia Mungu. Yaani maombi umeyapatia nafasi gani, hiyo ndio itabadilisha kwamba Mungu umempatia nafasi gani katika maisha. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hizo ndio sababu kubwa tatu ambazo nimekuandalia leo. Kwa nini unatakiwa kupata maarifa kuhusu maombi? Naona Mungu akikusaidia maisha yako ya maombi kupata mgeuko, na ile kiu ya kutafuta ufahamu kuhusu maombi kiongezeka kwako katika jina la Yesu Kristo. Sasa nilisema kwamba nitazungumzia dhana ya maombi. Sasa nikupeleke katika eneo kwa ufupi sana. Tunaposema dhana ya maombi manake ni nini? Dhana ya maombi manake ni maana, tafsiri. Wewe binafsi, maombi, unaposema maombi unapata ufahamu gani? Tunaposema kwamba huu ni wakati wa kuomba, binafsi unapata ufahamu gani? Nini kinakuijia katika picha ufahamu wako? Sasa hii ni muhimu kufahamu. Sasa nini maana ya maombi, au maombi ni kitu gani? Namba moja, maombi ni mawasiliano kati ya mwana wa Mungu, wewe ambaye umempokea Yesu Kristo, na Mungu Baba wa mbinguni ambaye ni baba yako.
Yesu anawaambia pale wanafunzi wake baada ya kuwa amemuuliza katika Luka sura 11. Anawaambia, ninyi msalipo semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni. Ninyi msalipo. Ninyi, kwa hiyo kuna namna wanafunzi wa Yesu Kristo inavyowapasa kusali au kuomba. Ninyi wanafunzi mnaposali, msisali kama mataifa, bali ninyi tambueni kwamba Mungu ni baba yenu, na mnapomwendea mnawasiliana naye kama baba. Sasa baba yetu aliye mbinguni. Kwa ukifahamu hiyo, unapoenda mbele za Mungu utahusiana na Mungu kama baba yako. Hiyo ni maana ya kwanza ya maombi, kwamba ni mawasiliano kati yako wewe mwana wa Mungu na Mungu. Mawasiliano, fahamu kwamba ni pande mbili kati yako wewe na Mungu. Yeremia 33:3 nasema, niiteni nami nitawaitikia. Niiteni nami nitawaitikia. Maana yake ni kwamba unamuita Mungu na yeye anakuitikia. Ni kama simu. Unachukua simu unapiga, upande wa pili unaitikia. Kwa hiyo maombi ni kama mawasiliano ya simu. Unapopiga magoti kuomba, Mungu anakusikia na anakuitikia. Kwa maana ya kwanza maombi ni mawasiliano. Maana ya pili ya maombi, maombi ni nyenzo ya vita na mapambano ya kiroho. Fahamu kwamba unapokuwa Mkristo unaingia kwenye uwanja wa mapambano, uwanja wa vita, vita ya hatima, vita ya utukufu, vita ya urithi wa Mungu aliotuwekea. Shetani asingependa uwe na utukufu wa Mungu anataka uwepo nao. Sasa Ukristo ni uwanja wa mapambano, sio uwanja wa starehe. Ukisoma Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 mpaka 17, anasema kulikuwa na vita mbinguni, na yule joka ambaye Shetani Ibilisi akashindwa akatupa duniani. Mungu anasema, ole wenu ninyi mlio katika dunia, maana yule mshtaki wa ndugu zenu Shetani ametupa huko, na yeye anafanya vita dhidi ya watu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo uko katika vita. Kwa moja kati ya nyenzo ambayo tumepewa ya ushindi wa vita za kiroho ni maombi. Waefeso 6:10 mpaka 18, Biblia inatuambia kwamba kushindana kwetu si kwa nyama na mwili au damu, bali ni dhidi ya ulimwengu wa giza, dhidi ya ufalme. Sasa moja kati ya silaha tunayotajiwa pale ni maombi. Waefeso 6 mstari 10 anasema maombi, mkidumu katika maombi. Kwa maombi ni silaha. Kwa unahitaji kufahamu kwamba maombi ni silaha. Pasipo maombi huwezi ukashinda vita za kiroho. Huwezi ukafanikiwa katika hatima yako kama sio muombaji mzuri. Kwa katika shule hii ya maombi tutakufundisha vitu ambavyo unatakiwa kuvifahamu vitakakuletea ushindi pande zote katika mapambano yako dhidi ya Shetani katika jina la Yesu Kristo. Namba 3, maombi ni nyenzo ya utumishi. Wokovu wa watu duniani ni matokeo ya maombi. Utumishi wako ni matokeo ya maombi. Kazi, mapenzi na makusudi ya Mungu duniani yanatimia kupitia jukwaa la maombi. Isaya 62:6 na 7 anasema, nimeweka walinzi Yerusalemu, enyi wenye kumkumbusha Mungu, msiwe na kimya wala msimwache akae kimya mpaka itakapotimia. Kwa maombi ni nyenzo ya utumishi. Chochote ambacho Mungu amekuwekea kama utumishi duniani utafanikiwa kupitia maombi katika jina Yesu. Lakini jambo la 4 la mwisho kwa siku ya leo, maombi ni nyenzo ya kufanya hukumu. Hukumu yoyote unatakiwa kuifanya hapa duniani, dhidi ya uchawi, dhidi ya uganga, dhidi ya maafa, dhidi ya magonjwa, utatumia maombi. Mathayo 18:19-18 anasema kwamba lolote mtakalofungia duniani limefungiwa na mbinguni. Kwa mdomo wako unapoomba unafanyika kuwa na mamlaka ya kutoa hukumu. Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo hai, na kuombea neema ya kudumu katika kuomba, na maisha yako hayatabaki kama yalivyo katika jina la Yesu. Pokea neema ya kuomba, pokea roho ya kuomba, na maombi yako kuanzia leo yatapokea mabadiliko katika jina la Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa Chris Power TV, endelea kufuatilia shule hii ya maombi kwa ajili ya mabadiliko ya maisha yako. Maisha yako yatabadilika katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Uwe na wakati mwema. Tukutane wakati mwingine. Naitwa mchungaji Samuel Mbemba Mungu kutoka huduma ya Valley of Life hapa Kigamboni, Kibugumo, Dar es Salaam. Chao. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo.